Matawi ya Simba ya mkoa wa Mwanza hayapaswi kushindana yenyewe kwa yenyewe, yanapaswa kushirikiana na kuwa kitu kimoja na kufanya mambo kwa umoja, kwa mustakabali na kwa maslahi ya timu yetu ya Simba Sports Club. Mmeingia sasa kwenye familia ya Simba Sports. Mnawajibika kufuata masharti, kutii maagizo na kufuata maelekezo kutoka kwa viongozi wenu, viongozi wa mkoa, viongozi wa taifa. Msifanye mambo kwa kujitakia nyinyi wenyewe, mtafanya mambo kwa kufuata miongozo ya Simba Sports Club. Hilo ni swala la msingi la kuzingatia. Lakini epukeni migogoro ya wenyewe kwa wenyewe ndani ya tawi lenu, na njia pekee ya kuepuka migogoro ni kuishi kwa misingi mliowekeana, na viongozi kuheshimu kila mwanachama wa tawi ambaye amejiunga kwenye tawi hili. Viongozi, msiwafanye wanachama wenu kuwa ni mambumbumbu, msiwafanye wanachama wenu kuwa ni wajinga mkataka kuwaburuza. Hiyo ndiyo chanzo cha kwanza cha kutengeneza migogoro kwenye tawi. Ili muishi kwa amani na tawi lidumu kwa muda mrefu, lazima muishi kwenye misingi mliokubaliana, mkapendana, lakini kikubwa kabisa ni kuishi kwenye uwazi. Kila kitu kifanyike kwa uwazi. Mkichanga michango ya fedha, mkifanya matumizi yaende kwa uwazi, kwamba tulipata kiasi kadhaa, tumetumia kiasi kadhaa, imebaki kiasi kadhaa, ama imekwisha, deni limebaki kiasi kadhaa. Mkiishi kwenye misingi hiyo, tawi lenu la Simba Kahama litaishi muda mrefu. Mtaishi kwa umoja, mshikamano, na mtashirikiana vizuri, na hiyo ndiyo falsafa ya Simba Sports Club ya nguvu moja. Kwa kuwa ninyi ni wageni, nikisema wageni maana yake kwenye familia yetu hii ya Simba Sports, sababu katawi kenu ni kachanga, kana siku chache duniani, bado kana nyonya. Viongozi wa Simba mkoa ambao wanafahamika makao makuu ya klabu ya Simba, hao ndio mnapaswa kufanya nao kazi. Yuko mwenyekiti wetu anaitwa Ashraf, bahati mbaya hapa hayupo, anasumbuliwa na maradhi. Mwenyezi Mungu ampe ahueni aweze kurejea kwenye majukumu yake. Lakini katibu wake ni bwana Philbert Kabago, ndiyo katibu mkuu wa matawi ya Simba mkoa wa Mwanza. Mna jambo lolote, mna mawazo na changamoto yoyote inayohitaji nguvu ya mkoa, hawa ndio viongozi ambao wanatambulika rasmi na makao makuu ya Simba Sports Club. Tuwape ushirikiano na tufuate kile ambacho wanatuelekeza kutoka kwao. Tunalazimika kusema haya kwa sababu hapa Mwanza kumekuwa na changamoto nyingi. Kuna viongozi wengi wa Simba mkoa ambao wanafanya shughuli nyingi za Simba ambazo kiuhalisia hazina baraka kutoka makao makuu ya Simba. Tuepukane na watu hao, hawana nia njema na timu yetu ya Simba Sports Club. Ndugu zanguni wana Simba Kahama, ujumbe mwingine ambao nimekuja kuwafikishia ni ujumbe kuhusiana na jezi. Kwanza, mnatakiwa wana Simba wote wa Kahama, na hii ni lazima, sio ombi, kila mwana Simba wa tawi hili ni lazima awe na jezi mpya ya msimu huu ya Simba Sports Club. Hii ni lazima. Ukiingia msikitini unatakiwa, kuna mavazi yake, unatakiwa ujistiri, ni lazima. Si ndio bwana? Huwezi kuingia na bukta msikitini, si ndio bwana? Au kama ni mdada huwezi kuingia kichwa wazi msikitini, si lazima ujistiri? Basi na kama umechagua kuwa Simba Sports Club, ni lazima uvae sare ya Simba Sports Club.
na sare yetu inabadilika kila mwaka. Mwaka huu tayari tumeshatoa sare yetu ambao ni hii hapa, ni jezi hii hapa. Tunatakiwa kuvaa hii kuanzia hivi sasa. Hizi hapa ni za kwetu, lakini zimeshapitwa na wakati, hatutakiwi kuzivaa tena. Tumeelewana? Zile pale ni za kwetu, tunazikubali, ni za kwetu. Hii hapo ni ya kwetu, ile pale ya dada ni ya kwetu, zote tunazikubali, ni za kwetu, lakini sio za msimu huu. Kila kitu na wakati wake. Hizo zilikuwa ya msimu uliopita. Msimu huu ni msimu mpya, tunasema mwaka mpya na mambo mapya. Mwaka huu tuna jezi mpya, tunalazimika, tunawajibika, na ni lazima bila hiari mwana Simba kununua na kuvaa jezi mpya. Hilo halihitaji mazungumzo wala halihitaji mjadala. Ni lazima mwana Simba kununua na kuvaa jezi mpya. Hiyo ni lazima ya kwanza. Lakini lazima ya pili ni mwana Simba kununua na kuvaa jezi original. Hiyo ni lazima ambayo haina mjadala. Usiende tu dukani ukaenda ukanunua jezi ili mradi nyekundu ukavaa, ili mradi ina nembo ya Simba ukavaa. Lazima uvae jezi mpya, tena original ya Simba Sports Club. Hiko ndicho ambacho kimenileta hapa kwenye tawi la Simba Kahama kuja kuzungumza nanyi ndugu zangu wana Simba wa tawi hili, kuwasisitiza, kuwahimiza na kuwakumbusha ya kwamba mnawajibika kuvaa jezi nyekundu. Mnalazimika kuvaa jezi original. Kumradi njoo shwari, umenunua jezi nyingine, hiyo lova ndani unajua. Ongera. Salama kabisa. Nilinunua kwa sababu nilikuwa sina hela. Ndio maana nikainunua kwa sababu ilikuwa ni ya kawaida. Na ulijua kama ni fake? Nilijua ni fake. Kwa nini ukanunua sasa? Kwa sababu Simba naipenda, kwa sababu wakati ule zinatoka jezi sikuwa na hela. Okay. Ndio maana nikasema kwa sababu msemaji wa Simba la kuja Kahama na jezi zinakuja, lazima ninunue OG. Okay. Sasa hii fake unaifanyaje sasa baada? Hii fake naenda kuiweka ndani na kuichoma hata. Ila siwezi nikaichoma moto kwa sababu Simba naipenda. Siwezi nikaichoma moto. Ila nitaiweka ndani. Sawa bana, nakushukuru. Huyu bwana ndani kavaa jezi fake ya msimu huu. Sijui umeiona Umeiona hii ya kwake na hii ya kwangu zinafanana? Lakini alijua kama ananunua fake, na wakati huu anasema alikuwa hana maisha. Leo amenunua jezi original. Mabuga, shikamoo bwana. Njoo kae huku bwana, mpisheni bwana Paul Mabuga aje akae hapa. Mzee wetu huyo anatakiwa kusimama bwana. Mpisheni mzee Paul Mabuga. Amenilea huyu mzee Star TV pale, kwa hiyo ni muhimu akapata siti. Kwa leo umenunua jezi original, sisi tumekusamehe. Kesi sisi na wewe imekwisha. Sasa moja haitoshi, inabidi upate zote 3 original. Unajisikiaje baada ya kununua jezi original ya mnyama leo? Nimejisikia vizuri kabisa. Safi. Basi poa bana. Haya bwana. Kwa hiyo ndugu zanguni, tunalazimika kununua jezi original. Na tena lazima nyingine ya mwisho ni kununua jezi zote 3, sio moja. Jezi zote 3 ili usiwe na kaukani kuvae. Unanunua nyekundu, nyeupe pamoja na blue, kwa sababu
msimu ni mrefu, una takriban miezi 9 mpaka 10. Ukiwa na kajezi kamoja utakuwa na kaukani kuvai, alafu utaichosha hiyo jezi. Japo jezi zetu hazipauki kwa sababu ya ubora wake, lakini inapendeza mwana Simba ukawa nazo jezi zote 3, ili unakuwa unabadilisha tu, leo hii kesho ile, kesho kutwa endo ile. Hiyo ndiyo raha ya kuwa Simba Sports Club. Nini tena Masai? Hata Wamasai wanatakiwa vae jezi. Kwa hiyo juu unapiga mashuka yenu hayo, alafu unapiga na jezi ya Simba. Msijisingizie kwenye vazi la utamaduni. Yaani kwenye utamaduni wako huo juu unaweka na jezi ya Simba Sports, kama ambavyo amefanya jamaa yetu. Bana, mambo vipi? Safi kabisa. Unajisikiaje umevaa vazi lako la kitamaduni la Kimasai na jezi ya mnyama juu yake? Najisikia vizuri sana. Yaani nafurahi imefika hapa, tunakupokea, kushukuru sana. Asante sana baba. Asante sana. Hii weka hapo. Unyama mwingi. Kwa ndugu zangu ni wana Simba wa Kahama, huo ndo ujumbe ambao nimekuja kuwafikishia ndugu zanguni, kuwahimiza, kuwasisitiza ya kwamba tunawajibika kuvaa jezi original. Lakini niwaeleze tu kwa uchache madhara ya wewe mwana Simba kununua jezi feki ama kuvaa jezi feki. Simba Sports Club tuna vitega uchumi vingi ambavyo vinaiendesha klabu yetu. Utakaponunua jezi feki, maana yake unainyima klabu yetu mapato. Simba tunategemea biashara hii ya jezi kwenye kuendesha mambo yetu. Utakaponunua jezi, maana yake unampa nguvu mzabuni na unaipa nguvu timu yetu ya Simba Sports. Ukienda kununua jezi feki, maana yake unatengeneza mazingira ya kinyume chake. Unamdhoofisha mzabuni ambaye ni Jairut, lakini unaidhoofisha klabu yako ya Simba Sports Club. Nani hapa tawi la Simba Kahama yuko tayari kuidhoofisha klabu yetu ya Simba Sports? Kama jibu hayupo, maana yake mnawajibika, mnalazimika kununua jezi original za klabu yetu ya Simba Sports Club. Kama huna fedha, ni bora ukajichanga, ukaitunza fedha yako, alafu ukaja ukanunua jezi yako original. Kwanza ni fahari kuvaa jezi original, lakini vile vile unakuwa umeichangia klabu yako. Ukivaa jezi feki ama ukinunua jezi feki, unamnufaisha mtu mwingine kabisa ambaye sisi wala hatumfahamu na hatujui hiyo biashara anafanya kwa maslahi ya nani, na maslahi yanayofanya hayo hayaendi Simba hata kidogo. Maana yake ni kwamba tunakwenda kumnufaisha mtu mwingine na tunaiumiza klabu yetu ya Simba Sports. Kwa sisi wanatawi la Simba Kahama tuwe watu wa mfano wa kuvaa na kununua jezi original. Na kwa kutengeneza mfano huo, tumekuja hapa na jezi zenyewe original, ili wanakahama wote, kila mtu aweze kumiliki jezi yake. Na tunawafanyia favor vile vile. Kwa nyinyi kama tawi, tutawauzia kwa bei ya jumla, ili kila mtu achukue jezi yake hapo, asikose hiyo nafasi ya kumiliki jezi. Hizi hapa, baada ya kutoka hapa hii leo, hizi hapa tusizione tena maungoni. Avuya papa? Msifanye hivyo. Lakini msizivae tena. Mkizivaa sisi wana Simba wenzenu mnatukera.
Kwa hiyo tuachane nazo ndugu zangu wana Simba. Nyie mbona mnawashwa na shughuli sio usu? Au tuwape vichwa? Tulieni. Shauri zenu. Ndugu zanguni wanatawi la Simba Kahama, pamoja na yote ambayo tumezungumza kuhusiana na jezi, lakini mambo ya msingi yanayohusu na timu yetu, acha ni wadodose kidogo ili kila mmoja aondoke na faida hapa na tuwe na furaha katika mioyo yetu. Cha kwanza ni kuhusiana na maendeleo ya timu yetu ya Simba Sports Club. Maendeleo yetu yanakwenda vizuri kweli kweli na mambo yote yako sawa sawa. Msimu huu tumefanya usajili mkubwa sana, tumefanya usajili mzuri sana, tumesajili wachezaji wazuri na tayari wameshaanza kuonesha makeke yao kuelekea msimu huu wa kimashindano. Lakini tumefanya maboresho makubwa kwenye benchi la ufundi. Tumeleta mtu mtaalamu kweli kweli wa mpira wa kisasa ambaye ni meneja Dimitar Pantev, na tayari ameshaanza majukumu yake. Watu wengi mnachanganyikiwa mkisikia meneja, hamuelewi kwa sababu tayari tumeshazoea kocha. Lakini niwaambie ndugu zangu wana Simba wa tawi la Simba Kahama, meneja ni mkubwa zaidi ya kocha. Ndio maana tumemleta Dimitar Pantev kwa sababu ana maarifa makubwa zaidi. Lakini kama haitoshi, tunataka aifanye timu yetu iwe tishio mara 10 ya hapa tulipo sasa, na ndio maana tukasema huyu acha tumpe nafasi kubwa. Lakini kama haitoshi, ndani ya umeneja kuna ukocha na ndani ya ukocha hakuna umeneja. Kwa hiyo si kila kocha anaweza kuwa meneja, lakini kila meneja ni kocha wa mpira wa miguu. Ndiyo maana tumemleta Dimitar Pantev na kumkabidhi jukumu hilo la kuwa meneja mkuu wa timu ya Simba, na majukumu yake ni kuendelea kuisimamia, kuiongoza na kuiboresha timu yetu ili iwe maradufu zaidi. Na ndugu zangu wanatawi la Simba Kahama, mwaka huu ni wahakikishie ni mwaka wa mnyama kurejesha heshima yake, ni mwaka wa mnyama kurejesha ukubwa wake. Nami ni waahidi tena, kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu, tutakuja kushangilia ubingwa hapa hapa tawi la Simba Kahama. Kwa hiyo ndugu zanguni, hilo jiandaeni nalo. Mkishaona tu ubingwa basi anzeni maandalizi hapa, tuje tufanye sherehe ya kushangilia hilo, na hilo haliko mbali sana, ni mwakani mwezi wa 5. Kikubwa ni uhai, insha Allah. Timu yetu inakwenda vizuri, tumeanza ligi vizuri msimu huu, tumeshinda mechi zote 2. Wale mabwana mnaona wanatatarika pale, hawajashinda mechi 2. Yaani kuhangaika kote huko wana pointi 4 tu, na ndo maana zinawashawasha kwa sababu ni pointi chache. Kwa ndugu zanguni, tumeanza vizuri msimu huu, tumeshinda mechi zote 2, na sasa mwelekeo ni kwenye mechi ya kimataifa dhidi ya Nsingizini. Malengo yetu ni kushinda pia huko, atuende hatua ya makundi na hatimaye tukatimize lengo kuu la kufika hatua ya nusu fainali ya ligi ya mabingwa Afrika. Hayo ndiyo malengo yetu. Lakini kwenye mashindano ya ndani, malengo yetu makuu ni kuchukua kila ubingwa wa kombe ambalo tunashiriki msimu huu.
Ndugu zanguni wana Kahama, nimefurahi sana tena sana kufika hapa na kukutana nanyi, na nimefurahi kuona wanasimba wengi wa tawi hili wakiwa wamevaa jezi zao original, lakini vile vile na wengine wamenunua hii leo. Lakini wacha niwape utaratibu mwepesi ambao tunaweza tukautumia hata mwakani kwenye kupata jezi. Mwenyekiti hapa amesema tawi lenu lina watu 215. Ni wengi kweli kweli, na naamini hadi kufikia mwakani tutakuwa watu wengi zaidi. Sasa mchakato wa jezi ukianza, mnachopaswa kufanya ni kujiandikisha wanachama wote. Kila mmoja anaandika jina lake na size na anatoa na fedha yake. Mnajiandikisha wanachama wote. Mkitimia watu wote 215 au tufanye wamepelea tukapata watu 200, mnakwenda kununua jezi hizo kwa bei ya jumla ya shilingi 32,000. Yaani jezi zikizinduliwa Dar es Salaam, siku hiyo hiyo na nyinyi mzigo wenu unatumwa, unafika hapa tawi la Simba Kahama, mnagawana jezi zenu kila mmoja mkiwa mmenunua kwa bei ya jumla. Hiyo ni njia nyepesi, ni njia rahisi na njia ya haraka mno ya kupata jezi wana Simba wa Kahama. Huna sababu ya kusubiri mpaka sisi tuje ndio uje ununue jezi zako. Mnaweza mkanunua jezi hizo mapema zaidi, lakini mnaweza mkaenda mbali zaidi, mkanunua jezi nyingi mkaweka tawini kwenu, mkawauzia na wanasimba wengine. Badala mwanasimba kuhangaika pa kupata jezi akajikuta ameangukia kwenye jezi feki, anakuja kwenye tawi lenu ananunua jezi original. Na hatuamini kama kuna tawi la Simba linaweza likauza jezi feki. Hilo hatuamini, na tukilibaini tunalifungia hapo siku hiyo hiyo na tunawafuta wanachama mashabiki wote wa tawi hilo. Kwa hiyo tunachoamini ni kwamba tawi la Simba litauza jezi original za Simba Sports Club, na ili kuwaepusha watu wetu wasiingie kwenye mkumbo wa kununua jezi feki, twende tukanunue jezi kwenye matawi yetu. Kwa hiyo mwenyekiti, hilo ni jambo la kulifanyia kazi kuanzia hivi sasa. Mkisha sikia mchakato wa jezi umetoka, watu wanatoa oda kwa ajili ya kununua jezi, anza kuandikisha hapa kwenye tawi. Kila mtu anakuja anaandikisha na anatoa na hela. Usipokee maneno matupu. Mtu anajiandikisha bane, njoo na huo mzigo wako bana. Mtu anajiandikisha anatoa na hela. Ukifika muda naweza mkatuma mtu mmoja Dar es Salaam akaja akakusanya. Bana huyu jamaa mnene, si tukashuka. Bana wana Simba. Naomba niweke. Wana Simba, mzigo huu hapa. Mzigo upo wa wanachama, unapatikana dukani kwangu pia. Niwakaribishe sana, karibuni sana. Kwa hiyo ni jezi original, duka liko hapa juu. Linaitwaje? Linafahamika kwa jina la AJ. Ukifika kwa AJ umefika. Karibu kabisa. Mzigo huu hapa wa kutosha, yani tumechukua mali safi original kabisa, unaskani ndio unabeba. Karibuni. Jamani, watu wa Buswelu, watu wa Kahama, anayetaka jezi original ziko hapa kwa ndugu yetu AJ, aende akanunue namna hiyo. Kwa hiyo ndugu zanguni, hiyo ndio njia rahisi ya nyinyi wana Simba kupata jezi. Mkishajiandikisha na mtuma mtu mmoja na kuja Dar es Salaam, ama mnaweza mkapiga simu mkafungiwa oda yenu, jezi zinawafikia kwa wakati ikizinduliwa da, na huku na nyinyi mnavaa, mnapita mtaani, mnadunda na jezi zenu. Kwa hiyo hilo ni jambo. Mwenyekiti yuko wapi? Maelekezo hayo. Sawa bana.
andikisha watu. Si una bwana fedha hapa, una katibu, basi huo ndo mpango ambao mnatakiwa kuufanya kuanzia hivi sasa, ili kuwarahisishia watu kupata jezi. Na mnaweka tangazo hapa kwenye tawi, tunaandikisha jezi mpya. Mtu anakuja anaandikisha, anatoa shilingi 32,000, mnamwandikisha jina lake. Muda ukifika, mnapiga simu makao makuu kwa J-Root, mzigo wenu unakuja. Au mtu mmoja mnamtuma, anakimbia Dar es Salaam Faster, anachukua mzigo, anarudi, anakuja kuwagawia wana Simba. Zinazobaki mnawauzia watu wa hapa Buswelu, ili wasipate sababu ya kwenda kununua jezi feki. Imeeleweka eh? Nashukuru mmenielewa. Kwa ndugu zanguni wana Simba, nisiwachoshe sana. Jua ni kali.